Vurugu kubwa zikatokea mara baada ya bidada Big John kung'ang'aniza kutaka kuondoka katika eneo hili, na hili varangati likasababisha waweze kushtukiwa hata wale wawili ambao walikuwa wametoka katika ofisi, kabidi na wenyewe kuweza kuzuiliwa. Wakamzuia jirani ambaye ni afisa wa polisi, wakasema kwa kweli jambo limetokea katika kampuni, basi sisi tutakwenda kudili nao hawa watu sisi wenyewe. Lakini jirani akasema hilo jambo lishaingia katika mikono ya polisi, lazima liishie huko. Na jirani akasema kwa kitendo cha kuzuia jeshi la polisi lisifanye kazi yake, basi mtaingia katika kesi mbaya sana, na ninawasihi mujiepushe na tuhuma hizo. Hasa bidada Big John sijui alitokaje kwenye zile fujo, akawa amejitokeza huko ambako hao wengine walikuwa wameweza kuzuiliwa. Walipoweza kumuona bidada amefanikiwa kutoboa, basi wakawa wanacheka tu. Na jirani ambaye ndo kaka afande, basi akaamua kuwachukua kwa utaratibu tu. Hao wengine waliogopa sana kufunguliwa kesi mbaya kama hiyo ya kuzuilia polisi wasiweze kufanya kazi yao kwa uhuru. Na taarifa zilipoweza kumfikia Mr. President, yani rais wa kampuni, aliagiza kwamba kwa kuwa polisi ndio wameweza kuwakamata, basi apigiwe simu waziri wa mambo ya ndani na hakikishe kwamba hizo dokumenti zinanirudia haraka sana. Lakini kila juhudi za kuwasiliana na hao watu wakubwa zikawa zinagonga miamba, kwani walikuwa katika majukumu yao ya kikazi. Hata Mwamba Hussein akajaribu kuwatumia watu wake wa madili ya magendo, lakini na wenyewe pia walikuwa nakataa kushughulikia ishu hiyo. Hasa bwana, ilikuwa kama masihara tu. Ile kesi hapa tu ikaingia mpaka katika mikono ya polisi na watu wenye nguvu wakaweza kuikamata kesi hii. Yaani Mwamba Beni hasikii haambiliki kabisa kuhusiana na vitendo vya babake vya kukataa kulipa kodi na kuto kuwalipa wafanyakazi wake kwa wakati, japokuwa huwa anawalipa ila kwa wakati hawafanyii hivyo. Jirani alimwambia mkuu wake wa kituo aishughulikie kesi hiyo, lakini mkuu wake wa kituo alionekana kuto kuongea sana, ila aliwaambia tu kwamba hao watu wengine wafungiwe huko selo wasiweze kutoka kwa ajili ya usalama wao. Yaani kama masihara tu, ving'ola vikaanza kuunguruma kando kidogo ya kampuni, na hapa maafande wakawa wametimba pale na kuanza kuchukua kila dokumenti ambayo itakwenda kuwasaidia kama ushahidi. Sasa mama mtu yuko bize tu kumwangaikia mwanae kwenye swala la mahusiano, kutazama katika television, sio anakuja kushtukia kwamba eti mume wake yuko katika uchunguzi kutokana na matumizi mabaya ya fedha, lakini pia inaonekana alikuwa anakwepa kodi na mtu aliyemshtaki ni Mwamba Beni. Mama mtu haelewi nini ambacho kinaendelea, akawa anamfariji tu mtoto wake wa kike kwamba uwe na amani tu, wala usiofu, hamna kibaya chochote kitakachokwenda kumkuta baba yako. Na mzee akiwa yuko ofisini kwake akawa anayakumbuka maneno ya mtoto wake alipokuwa anasema kwamba kukimbia kodi ni jambo ambalo litadumu kwa muda mfupi tu, lakini baadaye litakuja kukumbuka. Lakini mzee akawaza sana, mwanangu wa kumzaa anakuja kunifanyia jambo kama hili, sawa tu. Akawa ananyuka zake anaondoka, lakini akamkuta mtoto wake ameinama pale kichwa mlangoni, akajifanya kama hajamuona, akawa anampisha tu. Alafu Mwamba Beni alivyokuwa hana akili timamu akaanza kumuuliza babake, baba unataka kunipiga au? Mzee wake akaona amezaa chizi na fala kabisa ambalo alijitambui, moja kwa moja akataka kuanza kumshambulia, lakini wafanyakazi wengine wakamzuia, akasema mzee usijitafie kesi, acha tu. Sasa Mwamba Beni anazidi kukimbia huko anacheka, yani anashuka chini anakutana na Mwamba Hussein. Sasa Hussein akasema hivi, unajua wewe ni kichaa chizi ambaye hujitambui na unajitafutia laana isiyokuwa na maana kabisa. Baba yako analia, unakimbia ukiwa unacheka, hata kama baba yako ni muovu sio kumfanyia hivyo wewe. Lakini Mwamba Beni akasema najua ninachokifanya ni kibaya, lakini kwa kuwa tu kinakomesha matukio ya kiovu, basi mimi naona kwangu ni kizuri na ninastahili kukifanya hivi, nastahili pongezi sio kulaumiwa. Lakini Mwamba Hussein akasema kwa hiyo unakwenda kuivunja ngome ambayo baba yako ameijenga kwa miaka mingi, umeishi maisha ya kifahari kwa sababu ya hiyo ngome ambayo baba yako ameiandaa, leo hii unakwenda kuivunja kirahisi tu au kwa sababu ya kile kibidada unachokipenda? Lakini Mwamba Beni akasema wala sio kwa sababu ya bidada wala sio kwa sababu ya mapenzi, lakini nilichokifanya ni kwa sababu ya wafanyakazi wengine, lakini maslahi ya nchi, lakini pia maslahi ya babangu na kumjenga kuwa na tabia njema. Lakini Mwamba Hussein aliwaka sana, akamwambia wewe ni fala chizi, una akili timamu kabisa. Yaani kampuni ambayo nilitarajia nitakuja kuilisi inaonekana unataka kuiharibu, au kwa sababu wewe sio mtoto wa kwanza ambaye utakwenda kuilisi kampuni hii. Na Mwamba alipoyasikia maneno hayo ya kaka yake akawa anatoka nje ya kampuni, lakini amefika tu mlangoni akakutana na bidada pale na Mwamba Jeho. Basi moja kwa moja akawa ameweza kumkumbatia. Yaani ukishaga mkumbatia huyu Mwamba anapata kiburi si cha ajabu namna gani. Alafu Mwamba alipozuzu likaanza kusema mimi naogopa sasa hivi kuelekea nyumbani kwa sababu baba akiniona anaweza kanipiga mpaka kaniua. Alafu amesema kwamba mimi sio mtoto wake. Lakini kabidada Big John kana nguvu, kamelishika jamaa kichwa si mchezo. Kakaanza kuliambia kwamba unajua wewe usiofu bana, hata kama familia yako itakutenga mimi nitakupa upande wako. Mwamba sawa. Lakini mama mtu aliweza kumuita mwanae Beni na akasema kwamba baba yako siku ya kesho anahitajika katika kituo cha polisi kwenda kutoa ushirikiano. Ninaomba wewe uambatane naye kwa sababu kaka yako hatakuwepo. Jamaa akakuta mama yake hata amfokei kwa kile alichoweza kukifanya. Yakaanza tu kusema mama, naomba unisamee kwa kumuingiza mmeo katika matatizo. Lakini mama akasema kwa kuwa ndio njia sahihi ambayo umeona baba yako anaweza ka correct makosa yake, basi ni sawa tu. Lakini mwisho wa siku
mamake akaanza kulia kwa uchungu, akasema lakini wewe sio kumfanyia hivyo babako. Kesho yake mapema na alfajiri, mzee baba akawa anaelekea kituo cha polisi, akaiaga familia yake, akasema mniombee mambo yaende kuwa mazuri, lakini kama mambo yatakuja kuwa mabaya, basi huenda mwisho wangu utakuwa si mzuri kama ambavyo mtoto wangu mwenyewe ameamua kunipangia haya mabaya yaweze kunikuta. Kwa elini akawa anaondoka. Lakini mwamba Beni naye alikuwa ametimba jirani kabisa na kituo cha polisi ambako mzee wake alikuwa anatakiwa kuingia. Mbele ya waandishi wa habari, mzee baba alitamani kumkata mwanae maviganja hivi, lakini akagundua kwamba yuko mbele ya vyombo vya habari, akaamua kupotezea tu. Akamwambia, wewe fala, unanisaliti babako kisa kibidada kisichana, yani unanisaliti mimi kisa mwanamke, au kisa wewe mwamba jeuni rafiki yako, una akili timamu wewe? Lakini mzee akasema, sikulaumu, ni ufala na uchizi ulionao. Kwa heri bana, nadhani huu ni wakati wangu kulipa yote ambayo nilikuwa nimeyafanya. Lakini wakati mzee baba anaingia ndani ya kituo cha polisi kwenda kufanyiwa mahojiano, aliwaambia tu waandishi wa habari kwamba kila kitu ambacho atakwenda kuhojiwa atakijibu kwa kweli na uwazi kabisa. Lakini mzee baba anahojiwa huku ndani, kila kitu akawa anakana, anasema mimi hicho sikijui wala sikukifanya. Alafu mzee baba akasema, muda wa kujibizana mimi na mwanasheria mmoja sina huo muda, jibizana na wanasheria wangu hapo nyuma. Sasa wanasheria wake wako kama 20 hivi nyuma ya mzee baba. Lakini kutokea siku ambayo mzee baba, yani rais wa kampuni, aliweza kukamatwa, basi mauzo katika kampuni yakaanza kuongezeka. Hii inaonyesha kwamba wafanyakazi walianza kufanya kazi kwa uhuru sana. Mama yake na bidada Bekju aliposikia kwamba mzee baba, rais wa kampuni, amekamatwa, alifurahi sana. Lakini pia majukumu katika kampuni yaliendelea kurudi kama kawaida na kila mmoja alianza kuonesha tabasamu lake. Lakini pia likaondolewa gepu katikati ya matajiri na masikini. Lakini pia hata wafanyakazi wadogo wakaruhusiwa kununua hisa katika kampuni. Mama yake na mwamba Beni bado hajakata tamaa kabisa. Kila wakati anaamini kwamba kabidada Bekju ndio mke sahihi kabisa kwa mwanae Beni. Akazidi kukaambia kwamba kama ukiendelea kudeti na mwanangu na kuahidi maisha mazuri binti yangu. Lakini bidada Bekju akaomba msamaha sana kwa kuwa upande wa mwamba Beni kipindi chote ambacho kimeweza kupelekea mpaka baba yake akaweza kukamatwa na kupeleka polisi. Lakini mama mtu akasema hapana, ilikuwa ni haki na ni stahili kabisa kufanyiwa jambo kama lile. Na kutoka siku ambayo rais wa kampuni alikamatwa, basi mauzo katika kampuni yaliweza kuongezeka kwa sababu hamasa na utendaji kazi uliongezeka sana katika kampuni. Kwa niseme juhudi zenu zimefanya sana kazi. Hasa huku upande wa pili mwamba Jehuni ameshashinda mchakato wake na kuhakikisha kwamba amempeleka kituo cha polisi mheshimiwa rais wa kampuni. Sasa akawa anajifikiria kwenye swala zima la mahusiano. Ukweli ni kwamba Jehuni alikuwa akimpenda sana bidada Bekju na alikuwa anatamani kumwambia ukweli siku moja, ila alishindwa kumwambia ukweli na ameshawaiwa na tayari mwamba Beni ana date na bidada. Kwa jamaa akaona ili asibuguze kabisa mahusiano ya wale wawili, aame kabisa katika ile eneo waliokuwa akiishi kabla. Lakini mwamba kabla hajaondoka kwanza akawafuata wawili hao. Hapo akasema, unajua wewe Beni ni mpumbavu sana. Yaani muda wote unakaa na bidada ila hujui vitu gani bidada ambavyo anavipenda. Mimi nimeishi naye kwa muda mrefu sana. Kwa unajua kila kitu ambacho anakipenda. Na wakati huo bidada akatoka na mwamba Jehuni wakawa wameelekea katika nyumba mpya ambayo mwamba Jehuni anakwenda kuhamia. Sasa walipoweza kufika hapo, mwamba akaanza kumfungukia bidada kwamba nimewahi kukupenda kabla sana tu, lakini nilikosa ujasiri wa kuweza kukwambia. Mpaka dakika hii tonge limeweza kuniponyoka mkononi, lakini naamini kwamba Beni ni mtu sahihi kwako kwa sababu anakupenda pia. Bidada akasema sawa, nashukuru kwa sababu ulitambua jambo hilo na kwa sababu hukuweza kuniambia pia, na mimi nimempata mtu sahihi ambaye moyo wangu unampenda pia, ila ninatarajia kuondoka siku za hivi karibuni kuelekea Norway. Nataka nikatazame vitu fulani ambavyo nilikuwa nikivipenda sana kutokea udogoni, lakini nawaza ndamwagaje Beni mpenzi wangu. Basi mwamba Jehuni akaanza kumshauri namna gani atakwenda kuongea na huyo mwamba, akamwelekeza maelekezo kama yote. Sasa haya maelekezo yalitumia muda mrefu sana mpaka bidada akachelewa sana kurudi nyumbani. Sasa mwamba Beni anamsubiria bidada nyakati za usiku, yana amejikuta mpaka kichwa kinauma. Jamaa anamsubiria bidada kwenye baridi. Mwamba Beni wakati anaendelea kusubiri akashuhudia jirani anakuja na bidada yang hii. Inaonyesha hawa tayari wana date kwa sababu namna walivyokuwa wameshikana na namna ambavyo alikuwa anarudi nyumbani tayari hawa ni wapenzi. Sasa yeye akaendelea kumsubiria mpenzi wake, mbona arudi tu. Lakini mwamba akiwa amekaa hapo akaanza kuwaza, sije ikawa ni mwamba Jehuni limeenda kumtongoza bidada huko alafu linamtumia dakika hii au hapana bana, mawazo ya kijinga hayo haiwezekaniki. Haya bwana, hiyo siku ilipita, haikueleweka imepitaje, lakini siku ya kesho yake tunaonyeshwa bidada akiwa ndo kwanza anajiandaa kuelekea sasa Norway kwenda huko kwenye trip yake aliyokuwa amepanga kwa muda mrefu. Na wakati maandalizi ya safari yameshakamilika, basi bidada akaanza kuambia marafiki zake, jamani mimi naelekea Norway, kwa hiyo niwaage tu. Lakini mwamba mmoja tu hakuepo katika wakati kipindi hicho bidada alikuwa anaaga, alikuwa ni mwamba Beni. Sasa mwamba Jehuni eti anakuja kumwambia mwamba Beni kwamba bidada leo anaondoka anaelekea Uingereza. Jamaa alishangaa sana, yeye ameshindwa kuniambia mimi mpenzi wake anakuja kukwambia wewe, si ujinga gani huu? Baadaye mwamba Beni akamfuata bidada akamwambia, kwa hiyo unaondoka? Bidada akasema ndio, nisamee kwa sababu nilikuwa nashindwa kukwambia nikamtuma mwamba Jeho. Mwamba akasema, kwa hiyo wewe ni mpumbavu kiasi hicho? Kwa hiyo wewe hata katika mahusiano yetu ni kwamba kuna vitu utakuwa unashindwa kuniambia hata tukiwa tuko kwenye ndoa, utakuwa unamuita kwanza Jeho ndo aniambie mimi, si ndio? Akamwambia poa basi, nikutakia safari njema. Jehuni ataniambia kama utakuwa umerudi salama. Kwa heri. Mwamba kaondoka zake akafunga mlango kwa kubamiza sana. Na bidada alivyo na roho ngumu huyu, hata kwenda kumwomba mwamba msamaha kuenda, akaelekea moja kwa moja
pamoja mpaka airport. Mama yake na mama mkwe wake wakaja kumuaga na kumtakia safari njema. Alafu baada ya kuagana na wazazi wake akampigia tena Mwamba Jehun akamwambia kwamba ninaamini kwamba nitakwenda kuishi vizuri huko na kufurahia enjoyment yangu vizuri kabisa, lakini nikutakie maisha mema. Pia usisahau kuniagia kwa Mwamba Beni. Angalia huyu bidada alivyo na dharau mbaya. Lakini Mwamba Jehun akamshauri bidada, kwa nini wewe ndio usimpigie Beni? Bidada akasema nahisi atakuwa amekasirika. Lakini ile bidada anaingia tu katika ndege, hakuamini macho yake. Kumbe Mwamba Beni tayari alikuwa huko ndani ya city na yeye anataka kuelekea huko na bidada. Basi bidada alifurahi sana kumkuta Mwamba katika ndege, akawa amemkisi kwa wakati huo na safari kuelekea London ikawa inaendelea. Na mpaka kufikia hapo ndo tunakuwa tumefika ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana ambayo tulikuwa tumeanza nayo kuanzia mwanzo mpaka hapa finali. Hivi unajua kuwa PVP Media Max katika kitengo chake cha IT wanatoa huduma ya kuuza channel za YouTube ambazo zimekuzwa na PVP Media Max, lakini pia wanatoa huduma ya kukuza channel kutokea subscriber 0 mpaka subscriber 1000 ndani ya siku moja tu. Alafu ile changamoto inayowatesa wengi kufikisha masaa 4000, basi changamoto hiyo inatatuliwa ndani ya siku 2 tu kama tu ukishirikiana na PVP Media Max. Mamia ya watu wameshashtukia mchongo na watu wanatengeneza mkwanja mzito. Kama ujui utafungua channel ya YouTube na uelewi nini cha kwenda kufanya, tunafundisha namna ya kutumia AI, yaani video ambazo unatengeneza wewe mwenyewe pasipo hata kuweka sauti yako wala picha. Hizi video zinajitengeneza zenyewe kwa kutumia maandishi tu. Nilidhani radi inagonga juu ya paa mpaka niliposikia ikigonga chini ya ardhi, na pale kwenye maji ya barabarani kitu kilining'inia kama kamba, lakini kilikuwa ni ngozi ya nyoka imeandikwa jina langu. Kuanzia siku hiyo pesa zilianza kutoka sehemu ambayo haiwezi kutoka pesa, kaburini tu. Mbona hii ni zaidi ya ofa? Yaani unajifungulia akaunti ya YouTube, baada ya hapo inakuzwa mpaka kufikia vigezo ndani ya siku moja, kisha baada ya siku 2 inatimiza masaa, siku ya 3 unafundishwa namna ya kutengeneza content. Alafu kilaini tu ukiwa nyumbani unatengeneza mkwanja mzito. Wewe bwana wewe, upewe nini? PVP Media Max ni zaidi ya burudani na ni zaidi ya ajira. WhatsApp katika namba yetu ya simu ni 0622113984. Huduma zetu ni gharama nafuu kabisa. Kwa shilingi 100,000 tu unatengenezwa channel na kuziwa. Kumbuka, ofa hii itakapoisha gharama itakuwa kubwa zaidi. Wahi sasa, ipatia huduma yako, tengeneza ajira yako binafsi.